Tulioko hapa ndani, mheshimiwa mwenyekiti, ni wawakilishi wa wananchi. Bila kujali wewe ni diwani au wewe ni mtaalamu, wote ni wawakilishi wa nini? Wa wananchi zaidi ya 617,017 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Pengine saizi wamefika 700,000 na kadhalika. Sisi tumepata bahati ya kuwawakilisha wale wananchi, na hakuna shaka yoyote kwamba kila kiongozi aliyeko hapa yuko hapa sio kwa ajili yake, bali kwa ajili ya wale waliomtuma kuja mahali hapa. Kweli jamani, au sio kweli? Wale wananchi, mheshimiwa mwenyekiti, kwa mimi kubahatika kuwa meya wa jiji hili kwa miaka 4 na miezi 7, ile awamu ya 2025, nimejifunza mambo machache sana ambaye nafikiri ndio haswa mahitaji makubwa ya wananchi wetu. Ikifika mwezi wa 4, mwenyekiti, na tuombe Mungu tuwepo wote, kama kuna mambo hatujaweka sawa kwa namna yoyote, na mimi sio mtabiri, lazima tukutane na maandamano, lazima tukutane na wananchi wamefunga barabara. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ya changamoto ya mvua zinazoleta uharibifu wa barabara zetu, kwa maana ya vivuko vitakatika, drainage, barabara zitakatika. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ambayo nimeiona kwa wakati wangu wote wa uongozi, barabara ni changamoto. Lakini jambo la pili ambayo nimekutana nayo, maandamano yake, hata wiki iliyopita nafikiri kulikuwa na maandamano kwa mkuu wa wilaya, ni swala zima la wafanyabiashara wakubwa kwa wadogo. Wakubwa wanaandamana kwa sababu wadogo wameenda kukaa mbele ya biashara zao. Kwa hiyo unakuta mji hauna utulivu. Sijakutana na sina kumbukumbu kwa wajumbe wa kamati hii. Mwenyekiti aliwahi kuwa diwani, naibu meya alishakuwa diwani kwa miaka 25. Mimi sijakutana na wananchi wakiandamana kwa ajili ya wamekosa shule. Sijakutana kwenye uongozi wangu. Lakini sijawahi kukuta wananchi pia wakiandamana kwa sababu wamekosa huduma ya afya. Sijakutana hata na wananchi wale vijana, akina mama na watu wenye ulemavu waliowahi kuandamana kwa sababu wamekosa mikopo ya akina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Hiyo sijakutana nayo. Sababu mwenyekiti, nimesema haya kwa sababu moja, na ninataka nishawishi kamati yako hii tukufu iweze kujenga hoja ambayo itakuwa ni makubaliano ya pamoja ya kamati. Jana nilikuwa kamati ya mipango miji, tuliongea nao, wamenielewa. Tunapoenda kwenye mahuisho ya bajeti, kila idara ina bajeti yake. Lakini mwenyekiti, nikawa nafikiri kama kamati yako itawapendeza, tukifanya mahuisho ya bajeti, sehemu kubwa ya bajeti yetu tuipeleke kwenye ukarabati wa barabara zetu, ili ikifika mwezi wa 4 basi tusiwe na changamoto ya nini? Ya maandamano kwa wananchi wetu. Kwa hiyo niombe mwenyekiti hilo moja, kwamba tuweze, kama ikiwezekana, tusitishe mambo ya shule kwanza, labda ukarabati tu. Tusijenge madarasa mapya wala shule mpya. Kwa sababu ukiacha kata ya Kati peke yake ambayo karibu 95% ni lami, kila mtu hapa ana changamoto. Mdogo wangu Hilary hapo Sakina kule mita 200 kuna kimbembe. Kweli sio kweli? Lakini hata ukienda Sekei mita 200, Sekei ni hapa tuliko. Ikiwa na Ikulu, ikiwa na Uzunguni na kila kitu, lakini bado kuna kimbembe ya barabara kwenye mita 200. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nawashawishi tuangalie namna ya kutengeneza pesa nyingi. Na jana nilikuwa naongea na nikawa na mkuu wa kitengo cha maendeleo ya jamii mdogo wangu Manyama, ambaye nafikiri ndio mkuu wa kitengo pekee ambaye ni tajiri kuliko wakuu wengine wa vitengo. Ana zaidi ya bilioni ngapi Manyama? Hazijatumika. Hebu tuambie ngapi? Bilioni 5. Mnasikia jamani? Hebu mpigeni makofi. Bilioni 5. Lakini niwaambie ukweli, ana bilioni 5 kwa sababu wakopaji wamekosa sifa za kukopesheka. Sio kwamba yeye amengangania na zile pesa. Mimi ninajua kitu kimoja, kwamba uwezi kupewa mkopo na jiji kama huna vigezo vya kukopesheka, vile vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mwenyekiti, ikiwezekana tujenge, maki hela zao hawa ni ngumu kuzihamisha, ngumu sana. Lakini ikiwezekana tujenge ushawishi hata TAMISEMI, na nimeongea na Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nimemshirikisha jambo hili na mkurugenzi wetu. Hata hizo tuzikwangue, tusitishe kidogo kukopesha, lakini tupeleke pesa kwenye nini? Kwenye barabara. Na mwenyekiti, sasa hivi kuna teknoloji mpya imekuja ya barabara za paving. Wenzetu wa Kigali na mwaka juzi nilikuwa Abidjan Ivory Coast, hawahangaiki tena na kuweka lami. Kuna barabara unaweka paving inakaa miaka 33, unabadilisha tena.
Gharama ya kuweka paving barabara yenye upana wa mita 10, kwa maana ile carriageway, ile sehemu ambayo inawekwa lami na huku mitaro ni shilingi milioni 350 mwenyekiti. Lakini gharama ya kuweka lami kwenye barabara hiyo kwa kilomita 1 ni zaidi ya shilingi bilioni 1. Kwa hiyo maana yake milioni 350 ya paving inaweza kutengeneza kilomita 3 ya kilomita 1 ya lami. Madiwani oye! Kamati oye! Colin, unasoma vizuri Ehe. Kwa hiyo mwenyekiti, tukiweza kwa mfano tukapata hata shilingi bilioni 3-4 tukapeleka kwenye barabara, mwenyekiti, na uwake mwezi wa 4 hamna mtu ataandamana, kwa sababu tutakuwa na side drainage, tutakuwa na culverts, na baadaye tutaweka nini? Tukiweza kuweka paving poa, tukishindwa tutaweka gravel. Kwa hiyo mwenyekiti, hilo ni la kwangu la kwanza. Lakini juzi nilikuwa ziara kwa naibu meya kwenye mtaa unaitwa Maskiria au unaitwa nini? Mtaa wote uko juu ya mawe. Ukienda Mwanza, wenzetu wanatumia mawe kujenga barabara. Jamani, kwa walioenda Mwanza, kweli au sio kweli? Kwa hiyo tunaweza kuyatumia yale mawe ambayo ni rasilimali Mungu ametupa, ambayo hatuna gharama kubwa kwa eneo kama la wapi? La huko Maskiria. Zile barabara zikatengenezwa, drainage zikatengenezwa na mawe na vitu vikafanya nini? Vikaenda. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, kama ikiwezekana kwenye maazimio yenu hii pia ingizeni. Na jambo langu la pili mwenyekiti, pamoja na viongozi wote mlioko mahali hapa, mji sasa hivi una vurugu ya machinga. They are almost everywhere. Siku moja nilikuwa pale Friends Corner mwenyekiti, nikakutana na jam na nilikaa for 1.5 pale Friends Corner, yani mataa nayaona pale. Nyuma siwezi kurudi, kudivert kwenda kama kwenye misikiti ya kina nani, siwezi kurudi kwa sababu bajaji zimetanda juu, bajaji zimetanda chini, bajaji zimetanda huku kwa saa 1.5. Kwa nini? Kwa sababu akina mama wametoa bidhaa zao kutoka ndani ya soko la Samunge, wameleta barabarani. Wanatafuta nini? Greener pasture, which is good. Lakini mwenyekiti, tunakoenda tunaelekea AFCON 2027. AFCON inayofuata ni ya kwetu, na hamna AFCON nyingine kabla ya hii AFCON ya 2027 ambayo itafanyika Arusha, Dar es Salaam na Zanzibar, lakini kwa Kenya na Uganda ile pamoja bid. Jiji letu limebahatika mwenyekiti kuwa mwenyeji wa haya mashindano. Hivi kwa aina ile ya barabara, nyewe mnafikiri hata CAF itaturuhusu kweli kuendesha haya mashindano? Jibu ni hapana. Kwa hiyo mwenyekiti, nikawa nafikiria pia kama ikiwezekana tuangalie namna ya ku raise funds za kutengeneza masoko. Soko kama la Samunge ambayo ina watu pengine 2,000 au 3,000 ina uwezo wa kuingiza paka watu 10,000 ikifanywa maboresho. Na mwenyekiti, tuna stendi ndogo hapa ambayo naye imekuwa kelele ya kila siku. Mwenyekiti, tumefanya siasa nyingi sana, lakini mwenyekiti, hata maandiko matakatifu yanasema kuna wakati kwa kila jambo. Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Hali kadhalika mwenyekiti, kuna wakati wa siasa na wakati wa kufanya kazi. Mwenyekiti, huu ni wakati wa kufanya kazi. Tuangalie namna ya kufanya pale stendi ndogo. Ina watu 425 nafikiri. Lakini pale pakiboresho unaweza kuingiza paka watu 2,000. Maana yake utakuwa umetoa machinga wengi barabarani, umeingiza wapi? Sokoni. Kuna soko la Mbauda na kadhalika. Mwenyekiti, siku hizi kuna kitu inaitwa municipal bond. Tunaruhusiwa sisi kukopa hela kwa ajili ya mradi ambao unatija. Kwa hiyo mwenyekiti, ikiwezekana hilo nalo tuliangalie na iwe sehemu ya nini kama itawapendeza. Mimi simsukumi mtu yoyote, simshawishi mtu yoyote, lakini najaribu tu kuwapa dira ya nini ya uzoefu ambao mimi nimepita nayo kwa miaka 5 iliyopita.